konayo wanaiangalia Simba katika mafikirio ya kihisia, lakini sio katika uhalisia jinsi ambavyo ulivyokuwa. Simba hawako vizuri. Huu ni msimu karibia unazungumzia msimu wa 3 wa 4. Hawako vizuri. Nikisema hawako vizuri, silinganishi na Tanzania Prison, silinganishi na Fountain Gate au na Pamba Jiji. Nasema hawako vizuri nikiangalia ushindani, kwa maana ya kwanza kuweza kuwania ubingwa wa ndani, lakini kuwa na guts za kwenda kupambana katika michuano ya kimataifa. Na kama watakuwa wanafanya proper assessment, utagundua kwamba kadri muda unazidi kwenda Simba wanazidi kupotea. Angalia misimu miwili ya nyuma hawako katika ubora, lakini hawakufanya fedhea ambayo tumepata katika msimu huu. Leo unazungumzia mechi 4. Unazungumzia mechi 4 wakiwa wamekusanya alama moja. Sijui ni lini ambako Simba walikuwa wana hizo records. Maana yake ni kwamba kiwango chao kimeshuka sana. Lakini pia nimekuwa siku nikizungumza aina ya usajili wanaofanya sio usajili wa klabu bingwa. Na ndio maana hata juzi kwenye mechi dhidi ya Mashujaa nilizungumza kwamba uwezi ukasema una Gwe, una sijui Aura, ukaanza kuareti ukireflect na mechi ya Mashujaa. Wachezaji ambao wamesajiliwa sio kwa ajili ya Lipuli, sio kwa ajili ya Namungo, wamesajiliwa kuifanya timu iweze compete katika michuano ya kimataifa. Lakini je, ukiangalia levels za kwao zinafikia kule? Utofauti uliopo kati ya hao wachezaji ambao wamesajiliwa na ambao wapo ni mkubwa tofauti. Watu hawakunielewa. Lakini leo tumeweza kuona kwamba ni timu ya namna gani, kwa maana kwamba uwezo wao umekuwa ni uwezo wa kawaida. Lakini pia nilitoa tahadhari kwamba kwa namna mwalimu anavyoenda na yeye pia wanaweza wakamfungashia virago. Kwa kifupi ni kwamba wamecheza kwa uwezo wao wote, lakini kiwango chao ndio kimeishia pale. Kwa sababu miongoni mwa timu ambazo binafsi nilikuwa sizipi nafasi ilikuwa ni Esperance. Kwa sababu kwanza hawana intensity. Wana watu ambao wana individual brilliance, lakini ile kasi sawa ya kuweza kushambulia hawana. Lakini bado wameweza kuicontain Simba nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo zimekutana timu mbili ambazo zote haziko vizuri, lakini mmoja ana experience na ana watu ambao wanaweza wakafanya maamuzi. Kwa binafsi sijaweza kushangaa kitu, matokeo ambayo nilikuwa nimeyatarajia kutokana na kile ambacho Simba wamekosha katika msimu huu. Ukiangalia goli la kwanza wanafungwa ni makosa ya defense, kwa maana kwamba mpo katika eneo lenu, watu mmejaa, afu nakwenda kukabia macho, kitu ambacho hakitakiwi. Lakini pia Simba wanapokwenda kushambulia, wakinyang'anywa mpira, wanaacha distance kubwa sana katika mstari mitatu. Tofauti ya mstari mmoja na mwingine ni zaidi ya mita 10, kitu ambacho ni hatari sana. Ona goli la pili linalofungwa, unaweza kuona ile movement. Ona goli la kwanza, makosa ambayo utarajii kuyaona katika mechi kubwa kabisa. Lile kosa ukifanya kwenye mechi ya Dodoma Jiji haliwezi kuwa bao. Lakini katika mechi kubwa manake one mistake tayari inakupelekea shida. Ona Nabi Kamara anachokifanya, anaacha kumezana na mtu nje, anampeleka mpaka ndani na kwenda kusanya ile pigo kubwa ambalo kama ongeza kupata pengine leo angekuwa na kesho nyingine ya kuwa na michezo minne pasipokuwa na point. Kwa hiyo itosha kusema kwamba mashabiki wa Simba hawatakiwi kuumia. Kikubwa ni kutafuta namna ya kuweza kutengeneza timu yao. Timu walionayo kwa uwezo walionao hawawezi kufanya vizuri popote. Hiko mimi nilikuwa nikiwaambia ukweli. Yaani hawawezi kufanya vizuri popote unless otherwise bahati ziendelee kuwa kwao. Hawana qualities ambazo wenzao wako nazo.